Jamani, siku moja nilienda kijijini, ni kijijini kwa rafiki yangu, kulikuwa kuna msiba. Kwa hiyo nikawa nimeenda. Sasa hiyo siku wakati narudi, nilikuwa nimeenda kutembea, kwenda kununua maji, kununua vitu kwa sababu kulikuwa kuna duka la jirani. Wakati narudi kuna ni mtoto mdogo tu kama wa miaka 5 6 hivi. Nikakutana naye akanisalimia, dada shikamoo, nikamwambia marhaba. Akaniambia dada samahani, kwani una haraka? Nikamwambia no, sina haraka. Kwani vipi? Akaniambia dada, naomba unisaidie. Nikamuuliza nikusaidie nini? Akaniambia dada, nina shida muhimu sana, naomba unisaidie. Mimi hapo mawazo yangu nikawa nafikiri labda anataka kuomba hela, labda anataka kuomba kitu chochote. Si unajua zile maisha vijijini jinsi ambavyo yalivyo magumu. Kwa hiyo mimi nikajua anataka kuomba pesa. Akaniambia dada, naomba unisaidie, kuna kitu muhimu sana, naomba unisaidie. Nikamwambia sawa. Akaniambia unaweza kuniamini? Nikamwambia yes, nakuamini. Sasa hapo unajua mimi akili yangu, yani yule ni mtoto mdogo, atanifanya nini? Akaniambia sawa dada, naomba unisaidie. Akaniambia naomba unifuate, nikamwambia sawa. Akaanza kunipeleka sasa. Hiyo njia alikuwa ananipeleka actually hata si njia actually, kwa sababu tulikuwa tunapita mashambani, yani kwenye mahindi nini, vichaka, sehemu ambayo yani ukisimama hapo uliposimama hauwezi kuona mbele wala nyuma kwa sababu kumejificha. Akawa anatembea, anafungua njia nini, anafungua majani yasimshike. Kwa hiyo tukawa tumetembea tukafika sehemu ambayo kuna kama mto. Tulifika kwenye huo mtu tukawa tumevuka. Akaniambia vuka dada, pita, kuwa makini, pita hapa. Akawa anaonyesha sehemu ya kupita kwa sababu kulikuwa kuna maji yani ni mengi. Akawa ananiambia pita hapa maji sio mengi, hapa unaweza kupita. Nikawa nimepita. My friend, tukawa tumepita hivi, hamna njia actually. Huko sasa ndio kama vichaka, yani ni kama pori ambalo limeachwa, kuna miba, majani yale yalofungana nini hivyo. Akaniambia dada njoo. Sasa wakati nikiwa natembea hivi, wakati nasogea huko anapoelekea, nikawa nimeanza kusikia harufu mbaya kishenzi yani. Nikawa najiuliza, nikamuuliza mbona kama kuna harufu mbaya? Akaniambia dada wewe usijali, wewe njoo. Nikawa namfuata. Sasa tulipofika mbele, akanyosha kidole, akaniambia dada angalia pale. My friend, nilivyoangalia hapo hivi, guess what? Nikaona kiroba ambacho kipo kama kimefungwa, lakini kwa ndani kunaonekana kabisa ni kama kuna mtu amefungiwa mle ndani. Nikawa nimeuliza mbona nini unanionyesha hicho kiroba? Nikamuuliza wewe umejuaje? Akaniambia dada, mimi ndio maana nimekuja kukuomba, nilikuwa nahitaji msaada. Nikamwambia wewe umejuaje kwamba hicho kiroba kiko hapo, kuna mtu au kuna nini? Akaniambia dada samahani, ngoja niende nikakuonyeshe. Yule binti akasogea bila uoga wowote, haogopi afanye nini, akasogea bila uoga wowote, akaenda kwenye kile kiroba. My friend, akaenda akakifungua. Guess what? Mle ndani ya kile kiroba kuna mwili, na huo mwili japokuwa ulikuwa umeshaanza kuharibika, lakini kwa kuangalia tu uso wa huyo mtoto ambaye alikuwa kwenye hicho kiroba, ni yule mtoto ambaye alikuwa amefungua hicho kiroba. Akawa ameniangalia, yani amegeuka ameniangalia, machozi yanamtoka, yani kama analia huko, anatabasamu. Akaniambia dada asante kwa kunisaidia, naomba unisaidie, naomba please, naomba unisaidie. My friend, hapo nilikuwa natetemeka mpaka nimejikojolea. Nikaogopa, nakwambia, nikageuka nyuma, nikaanza kukimbia. Nakuja kugeuka kuangalia, maana sikuwa nimefika mbali sana. Nakuja kuangalia huku mbele, yule mtoto hayupo. Kile kiroba peke yake ndio kiko pale. My friend, nilikimbia. Nilipovuka pale kwenye yule mto, niwaambieni sijui nahisi nilitembea kama Yesu juu ya maji, kwa sababu hata sikuona kama hata nazama unafanya. My friend, ni kama nilitembea juu ya maji, nilipaa. Nilikimbia. Sasa wakati nakimbia, nafuata ule uelekeo ambao nimetokea, nikakutana na watu wanaume, wanawake wanatembea, wanatafuta kitu. Wakawa wananiuliza dada, umetokea wapi? Mbona unakimbia? Mbona unaogopa? Umekutana na nini? Hem, tuambie, maana hata hawanijui. Umetokea wapi? Wewe kwa nani? Umekujaje? Sio imekuwa kwaje? Ndio nikakaa chini. My friend, wakanipa maji, wakaniambia mkaa chini kwanza, kwa sababu hapo unaona kama roho ilikuwa inanitoka, na kwambia nilikuwa naogopa na tetemeka, yani asiwaambie mtu. Wakaniuliza nini? Ndio nikamwambia kuna binti ambaye nimekutana naye, yuko hivi na hivi na hivi. Wakashtuka, wakaniambia kuna binti umekutana naye yuko hivi na hivi na hivi. Nikamwambia ndio. My friend, huyo binti alikuwa na kovu begani kwa nyuma hapa hivi. Hiyo nguo alikuwa amevaa ilikuwa inaonyesha nyuma, kwa begani kwa nyuma hapa kwa kuna kovu kama mtu ambaye alichomoga moto zamani, kwa ile kovu bado lipo hapo. Kwa hiyo niliwaelezea ili wajue hilo kovu. My friend, walishtuka, akaniambia hamna, sio yeye, haiwezekani, sio huyo binti. Nikamwambia subirieni kwanza nimalize kuelezea. Ndio nikawaelezea kilichotokea. My friend, nikawapeleka mpaka, wakaniambia basi tunaomba utupeleke. Nikamwambia yani huko kuwapeleka mimi, kama kuna polisi naombeni kwanza tuende polisi. Wakaniambia hapo wakati walivyokuwa hapo kulikuwa kuna mtu ambaye amevaa kiraia, ni mbaba. Akaniambia mimi ndio polisi, akaonyesha na vitambulisho, akaniambia twende utupeleke. Si ndio nikawapeleka. Wakaenda wakakuta ule mwili. My friend, watu wakalia, wakaanza sasa kuogopa, wakasema au ni wewe umefanya hili tukio? Nikamwambia sasa mimi nifanye tukio alafu tena mimi nije niwaonyeshe, tena nimetoka huko kichakani nije niwaonyeshe? Haiwezekani, sio mimi. Lakini mimi nilikutana na huyo mtoto ndo kaja akanionyesha, na mimi nilijuaje kama mtoto yuko hivyo? Basi wakawa wamechukua ule mwili wakapeleka polisi, wakawa wameuchukua nini, nikawa nimerudishwa nyumbani. My friend, hapo natetemeka, naogopa. Watu ndo wakawa wanasema sasa, unajua
rafiki yangu, kwa sababu mimi ndio nimeenda naye kijijini msibani kwa ndugu yake, akawa anasema, watu wakawa wanasema labda ni huyu binti, wakasema hapana, huyu binti haiwezekani akawa amefanya hivyo, kwa sababu huyu binti amekuja juzi hapa msibani na huyo mtoto ametoweka kama siku ngapi, kama siku 7-8 nyuma huko zimepita. Inawezekanaje kwamba akawa yeye ndo amemuua mtu wakati yeye amekuja hapa kijijini? My friend, nilikuwa naogopa my friend, sikulala hiyo siku msibani. Nakwambia watu wako hapo wameimba, wamefanya nini, wengine wamechoka usiku kama saa 8 hivi, nakwambia watu wamechoka, wamelala, niko macho, nimebaki peke yangu my friend. Si nikamwona yule mtoto, nikamwona anatembea anakuja, nakwambia nikawa naogopa, narudi nyuma, nataka kukimbia, lakini sasa nikiwaza huko ninapotaka kukimbilia, njia pekee ni njia ambayo inaenda kutokea kaburini, kwenye ile kaburi ambayo tumelizika mchana. Kwa hiyo yani nakwambia hivi sina pa, yani nikawa natetemeka my friend, kidogo nijikojolee. Ndio ile binti akaniambia asante kwa kunisaidia, mwili wangu umeona bila hivyo, na hisi ningeoza tu huko, kwa hiyo asante sana, naomba kama wakikufuata tena kuja kukuuliza, naomba uwaambie kwamba ni mama yangu wa kambo, ndio alikuwa na mama yangu wa kambo alikuwa ananitesa, na ile siku ambayo nimepotea kuna kijana alikuja kuniita, akaniambia mamako anakuita, mamake wa kambo. Sasa anamuita, alivyompeleka kule mtoni akambaka, alivyomaliza akamuua, ndo akamfunga hapo kwenye hicho kiroba. Lakini anasema dada, hata usiulize, usitaki kujua imekuaje, lakini nimepata second chance, ndo maana nikaamua kuja ili mwili wangu upatikane my friend. Yule binti nakwambia, nageuka niangalia, yani nageuka natafuta at least labda kuna mtu yuko macho, labda anatusikia, labda kaamka my friend, hakuna. Nakuja kugeuka, yule binti hayupo. Kweli kesho yake nimekaa pale, yule polisi akawa amekuja na watu wakiwa wamevaa kiraia, ndo akawa amekuja kunioji tena kwamba imekuaje, labda kuna kitu chochote, ndio nikawaelezea kilichotokea jana yake my friend. Walivyoenda sasa, wakaniambia hebu twende twende tufuatilie, tukaongea na huyo mama tuone kama atakubali, afu utatuambia jinsi ambavyo mtoto kakuambia, tutajua tunafanya nini. Tunaenda my friend, yule mama alivyoona tu polisi, sijui hata kilimtokea nini, akawa anatetemeka, nakwambia, akawa anasema nisameheni, sikutaka tu kufanya, nilikuwa naona tu kwamba huyu mtoto alikuwa ananiharibia ndoa yangu, nilitaka niwe mimi peke yangu, watoto wangu nikiwazaa wawe tu ndio watoto wa mume wangu, bila hata kuulizwa my friend. Ikabidi wamkamate yule mama maidia, wakaondoka naye, wakaenda wakampeleka, sijui ndio walienda kumfunga, mimi hata sijui, wakaondoka naye, wakaenda naye polisi. Ndugu zao wakaanza kuniambia asante, umetusaidia, sijui kitu gani, wakawa wanataka kunipa hela, nikamwambia mimi hata sitaki hela my friend, kwa sababu hata sasa nataka hela mimi ya nini? Kwa sababu naona kama ni Mungu alinichagua, sijui ni yule mtoto alinichagua, mimi hata sielewi my friend. Ile siku nimerudi jioni pale nyumba, ile siku sana tu wakati wamemaliza pale, ile jioni nikamwambia shoga yangu, as long as mmeshazika, mimi sitaki tena kuendelea kukaa huko kijijini. Nikaenda kukata tiketi ya basi jioni ile, nikawa nimeondoka maidia. Yani hicho kitu watu wa pale kijijini wananielewa, shoga yangu ananielewa na anaamini, kwa sababu yeye sasa alikuwepo, alishuhudia. Lakini watu wengine wanaweza ukawasimulia wakaona huyu kaa anaota. My dear, dunia ina mambo, dunia ina vitu. Kama haijakukuta useme haijatokea.